Wafalme na wakuu katika historia yote wanajulikana kwa nguvu zao, majeshi yao, majumba yao na viti vya enzi vyao. Wanaamuru na raia wao hutii. Wamevaa taji za dhahabu na kushika fimbo za mamlaka. Je, wajua kwamba kuna mfalme ambaye kiti chake cha enzi kilikuwa msalaba? Taji yake ilikuwa miiba. Amri yake ya kifalme haikuwa ni hudumieni, bali nimekuja kukuhudumia. Huu ni ufalme unaopindua kabisa mawazo yetu ya kidunia. Leo tunatafakari moja ya sikukuu kuu na ya kupendeza zaidi katika kanisa Katoliki, sikukuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Yesu anasema, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Maneno haya ya Yesu kwa Pilato ndio ufunguo wa fumbo lote la sikukuu hii. Hakuwa akimaanisha kwamba ufalme wake hauna maana kwa dunia hii, bali kwamba asili yake, chanzo chake na njia zake ni tofauti kabisa. Sikukuu hii ni mpya katika kalenda ya liturujia. Iliwekwa na Papa Pio mwaka 1925 kupitia waraka wake Quas Primas. Dunia ilikuwa bado inatetemeka kutokana na majeraha ya vita kuu ya kwanza. Uasi wa kidini ulikuwa ukiongezeka. Utawala wa kitaifa na kidikteta ulikuwa ukipata nguvu. Mussolini kule Italia na baadaye Hitler kule Ujerumani. Utawala huu ulihitaji utiifu wa hali ya juu, kana kwamba walikuwa wakijenga falme za uongo. Katika hali hii, kanisa lilitangaza ukweli wa ujasiri. Kuna mamlaka moja ya mwisho. Kuna mfalme mmoja pekee tunayestahili kumpa utiifu wetu wa dhati. Jina lake ni Yesu Kristo. Lakini Papa Pio kutoa tu tamko la kisiasa, alitoa tamko la kitheolojia. Aliweka sikukuu hii mwishoni mwa mwaka wa liturujia kabla ya kipindi cha Majilio. Hii si bahati mbaya. Kanisa linamaliza mwaka kwa kutuelekeza kwenye lengo kuu la historia yote, kurudi kwa ushindi kwa Kristo mfalme atakayekuja kuwahukumu walio hai na waliokufa na kuimarisha ufalme wake wa milele kwa utimilifu. Ni tamati kuu inayoweka kila kitu katika mtazamo sahihi. Yesu Kristo ni mfalme wa aina gani? Injili inatufunulia fumbo la kushangaza. Mfalme wa kidunia huzaliwa katika jumba la kifalme. Kristo mfalme wa wafalme alizaliwa katika hori la ng'ombe. Mfalme wa kidunia huhudumiwa na askari na wakuu. Kristo alihudumiwa na wachungaji na mamajusi wa kigeni. Mfalme wa kidunia hushinda kwa nguvu za kijeshi. Kristo alishinda kwa kujisalimisha. Vita yake kuu ilipiganwa katika bustani ya Gethsemane kwa silaha za sala na machozi, akimalizia kwa maneno, si mapenzi yangu, bali yako yatimizwe. Taji ya mfalme ni ishara ya mamlaka ya juu. Taji ya Yesu ya miiba ni ishara ya laana ya dhambi aliyoibeba juu ya kichwa chake. Kiti cha enzi cha mfalme ni mahali pa kutoa hukumu. Kiti cha enzi cha Kristo ni msalaba, ambako alitamka msamaha. Ufalme wa Kristo si wa nguvu za kuogofesha kutoka mbali, bali ni wa upendo wa ukombozi kutoka ndani. Hasimami juu ya mateso yetu, anajitosa katikati yake. Hatawali kwa hofu, anatamalaki kwa huruma. Katika mzunguko B wa mwaka wa kanisa, tunasikia Yesu akimwambia Pilato, kwa ajili hii nilizaliwa na kwa ajili hii nimekuja ulimwenguni kushuhudia ukweli. Kila aliye wa ukweli huisikia sauti yangu. Yesu ni mfalme wa ukweli, si ukweli wa takwimu tu, bali ukweli wa mwisho, ukweli wa upendo wa Mungu, ukweli wa dhambi zetu na ukweli wa ukombozi wetu. Katika mzunguko wa mwaka C wa kanisa, tunashuhudia tukio la kuvutia sana, kusulubiwa kwa Yesu. Yule mwizi mwema, Dismasi, anamgeukia Yesu na kusema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Naye Yesu, akiwa katika maumivu makali, anamjibu, amin na kuambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Akiwa amesulubia msalabani,
akivuja damu, akidhihakiwa, akiwa kando ya mhalifu wa kawaida, Yesu anaweka ufalme wake. Anatumia mamlaka yake ya kifalme kutoa msamaha na ahadi ya uzima wa milele. Huu ndio wakati ambapo ufalme wake unafunuliwa kwa ukamilifu zaidi, si kinyume na msalaba, bali kupitia msalaba. Ufalme huu unamaanisha nini kwetu? Hii yote ni teolojia ya kupendeza, lakini haiwezi kubaki kama wazo tu. Ikiwa Yesu kweli ni mfalme wetu, inahitaji mwitikio. Inabadilisha kila kitu kuhusu maisha yetu. Kwa hiyo, kuwa raia wa ufalme wa Kristo kunamaanisha nini? 1. Utiifu wa kwanza kwa Kristo. Inamaanisha tunayo uaminifu wa msingi unaozidi yote mingine kwa taifa letu, chama chetu cha siasa, tamaduni zetu, hata familia zetu. Mtakatifu Thomas More, kabla ya kuuawa, alitangaza, "Ninakufa nikiwa mtumishi mwema wa mfalme, lakini wa Mungu kwanza." Kwa sisi inamaanisha lazima tujiulize daima, je, mitazamo yangu ya kisiasa, tabia zangu za mitandao ya kijamii, maamuzi yangu ya kifedha yanaendana na sheria za ufalme wa Mungu? Au ninajaribu kumfanya Kristo afuate ufalme wangu? Sheria ya ufalme huu ni upendo. Si hisia tu, bali upendo wa kujitoa kwa hali ya juu ulioonyeshwa msalabani. Hii ndio tunayoiona katika Injili ya Mateo sura 25, mara nyingi ikisomwa katika sikukuu hii. "Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu, mkanipa kinywaji. Nilikuwa mgeni, mkanikaribisha. Uchi, mkanivika. Mgonjwa, mkanitunza. Gerezani, mkanijia. Amin nakuambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wa hawa wadogo, mlinitendea mimi." Ukweli ya kushangaza ni huu: tunamhudumia mfalme kwa kuwatumikia wadogo. Tunakutana na Kristo mfalme si tu katika tabanako, bali pia katika maskini, waliotenganwa na wale ambao wanaonekana kuwa mzigo. Uraia wetu unathibitishwa kwa matendo ya huruma. Papa Benedikto wa 16 alisema kwa uzuri kwamba ufalme wa Kristo ni ufalme juu ya moyo wa mwanadamu kwanza kabisa. Je, Kristo ni mfalme wa moyo wako? Je, ndiye mtawala wa mawazo yako, tamaa zako na matakwa yako? Hapa ndipo vita inapiganwa kila siku, dhidi ya kiburi, tamaa, ulafi na hasira. Tunamvika taji ya kifalme moyoni mwetu kupitia sala, sakramenti, hasa ekaristi na upatanisho, na kwa kujisalimisha kwa mapenzi yake. Je, tutamtambua huyu Mungu mnyenyekevu aliyesulubiwa kama mfalme wetu, au tutamdhihaki kama umati tukisema, "Jikomboe, shuka msalabani, ndipo tutakapokuamini kwako"? Ufalme wake ni utawala wa ukweli na uzima, utawala wa utakatifu na neema, utawala wa haki, upendo na amani. Upo hapa katika kanisa, katika ekaristi, na bado unakuja kwa utimilifu wake wa utukufu. Sala ya kuomba uaminifu. Bwana Yesu Kristo, nakutambua wewe kama mfalme wa ulimwengu. Leo katika wakati huu ninahuisha uaminifu wangu kwako. Njoo utawale moyoni mwangu, utawale katika familia yangu, utawale katika kazi yangu, utawale katika furaha na mateso yangu. Na kuvika taji ya kifalme moyoni mwangu. Yesu, nakutumaini. Yesu, mfalme wangu milele na milele. Amina.